Naam. Waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu, waongo wote, sehemu yao sio mbinguni, ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ndio kifo cha pili, a second death. Waongo wote, waoga. Hakuna mtu muoga atakayenyakuliwa. Kuna watu ni waoga kuomba, ni waoga kufunga, ni waoga kuhubiri, ni waoga kuimba kwaya, ni waoga kutumikia Mungu. Waoga ni waoga. Mtu yeyote muoga, wewe ni muoga mambo ya kiroho na ni muoga mambo ya kimwili, wewe huwezi kunyakuliwa. Hakuna muoga anaingia mbinguni. Mbingu inataka watu wajasiri. Sasa wewe ni muoga, huwezi kwenda. Ina mikono juu, tamka nikusikie, sema: Baba wa mbinguni, ondoa roho ya uoga ndani yangu, maana nina uoga hata kukutumikia wewe. Naona uoga. Baba, ondoa hilo pepo katika jina la Yesu. Shusha mikono. Biblia inasema bali waoga hata kutoa ushuhuda kanisani ni muoga, hata kuambia watu Yesu ameniponya jana ni muoga. Parapanda kilia, utabaki na kitanda chako. Parapanda kilia. Wewe unaogopa mume wako akikoroma uendi kanisani, unaogopa mke wako akikoroma uimbi kwaya, wewe ni muoga, hauendi. Usifikire mimi ndo nakazia. Nimekupa mifano ya Sodoma na Gomora, walichomwa moto na walikuwa watu wenye sura nzuri kuko yako. Tena kwa taarifa yako, Sodoma na Gomora walikuwa ni wazungu, wanapua nzuri, wana nywele za kuteleza. Sasa kama wenye nywele za kuteleza walichoma, wewe mwenzako kipilipili. Kama Mungu amemchoma mzungu na nywele yake nzuri imenyooka mpaka mgongoni, wewe mwenye kipilipili cha kijita, sasa fadhali wewe na kipilipili, mwingine hata nywele hana, ni kipara kuanzia Januari mpaka Desemba. Hadi Mungu amekunyima vyote, akakunyima mpaka na nywele. Sasa Bwana ameona mkorofi wewe, ukose hata nywele utulie. Kuna watu hawaamini kumtumikia Mungu. Kuna watu hawaamini kuomba, ndio maana hawaombi. Wasioamini wote, wasioamini wote, wasioamini wote, wasioamini wote, sehemu yao katika ziwa liwakalo moto. Omba Mungu roho ya kutokuamini kutoke, maana hiyo itakupeleka motoni. Na mikono juu. Unachelewa, Mungu anakuangalia. Sema: Baba, ondoa roho ya kutokuamini inayokabili maisha yangu, maana kuamini kwangu ni kudogo. Sina imani, siamini kutoa, siamini kumtumikia Mungu. Baba, niondolee hiyo roho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shusha mikono yako. Waoga. Unajua kuna watu ni waoga hata kuolewa, anaogopa kuoa. Sasa nilisikia taarifa nyingi huko, ukiolewa wanapigwa, mwingine amemkatakata mke wake, anasikia ukiolewa unalala njaa, anaogopa, anabaka na zini tu, haolewi, haamini single. Yani mimi siwezi kuolewa, nasikia maisha ndoa ni magumu. Lakini kuzini unaweza, ila kuolewa huwezi. Sasa umekwepa nini? Bali waoga wasioamini ni wengi sana. Dunia imejaa mtu asiyoamini. Hayaamini Yesu, hayaamini kusali, hayaamini kuokoka, hayaamini utakatifu, haamini kutoa sadaka, haamini kuhudhuria ibada, haamini kufunga na kukesha. Yeye haamini kila kitu, haamini
Yaani yeye hanaga imani. Hao wasioamini wote. Ziwa liwakalo moto, na hilo ziwa nitakufafanulia lilivyo baadaye. Sio zuri. Na lile ziwa hutaungua miezi 2 wala 5, ni milele yote motoni. Kwa sababu ule moto, kitakachokwenda motoni sio huo mwili ulionao, itaenda roho yako. Na roho yako haina kifo kingine. Utaenda motoni. Yaani mtu, yaani binadamu, mtu sio huu mwili. Huu mwili ndio maana Kiingereza inaita body. Body maana yake ni kao la kitu fulani. Kwa hiyo mwili wako wewe ni kifaa kilichokubeba. Wewe sio huo mwili. Wewe ni roho yako. Ndio maana mwimbaji anasema roho yangu na ikuimbie. Hajasema mwili wangu na ukuimbie. Kinachoimba ndani ya mwili ni roho, sio mwili. Mwili unatumiwa kuimba, lakini anayeimba ni ile roho ya mtu ndani ya mwili huo. Kwa hiyo roho ndio Mungu ataichukua, kwa sababu ndio korofi. Weka kwenye moto, utakaangwa humo. Sasa hivi tukwambia tubu, utaki hudhuria ibada ya Jumatano, namwambia Mungu ninavua samaki, niko kazini, niko kwenye workshop yangu, unajua sina nauli. Yani sababu ndizo zinazidi hata zile zinatakiwa. Sasa wewe endelea kuweka sababu, uji kanisani, endelea sababu zako tu, endelea kuweka tu sababu. Ikifika kumtolea Mungu una sababu, ikifika kuomba una sababu, kuhudhuria ibada una sababu, ikifika Jumapili una sababu. Yani wewe kila kitu una sababu. Imba kwaya, sina muda, nina sababu. Basi toa zaka, nina sababu. Wewe ni nani sababu? Utaingia nazo zote kwenye moto, na sio muda mrefu. Sasa kama ulimuona, wewe ndio mwandishi wa habari zake. Kwani kitu unachokiona lazima ukiongee? Sinauliza watu. Kile unachoona lazima utangaze. Kwa watu kimwona mtu ajisaidia unatangaza, nimemuona anajisaidia. Akili yako haina akili. Tunaona mengi, hata tunasikia mengi, hata tunajua mengi, na tunanyamaza. Fungua sauti yako sema amen. Kwani Mungu anajua mangapi? Anakuambia hata moja. Sasa menyamaza. Chukua tabia ya Mungu. Sio tunachojua. Wewe utakuja kuwa mchukizaji. Wewe kila kitu unatangaza. Jamaa moja alikuta wezi wanaiba na wamefanikiwa kuiba, wakamfanyia hivi. Maana yake kunyamaza. Wako wanachukua mzigo wao wenyewe. Kiherehere. Akaanza kelele, wezi. Wezi. Wakainua bunduki wakaregezea cha risasi 5, akafa. Nini kilimuua? Shika mkono jirani yako, mwambie mdomo wako huo utakuja kukuponza wewe. Punguza ngebe. Sio kila dhambi unayoiona uieleze. Wewe nyamaza, tembea, inakuhusu. Watu wanakula dhambi zao wewe na kirehere. Wewe achana navyo. Kwani Mungu sanajua? Samewaacha wanafanya dhambi na waona. Wewe ndio Mungu, wewe ni baba yao, uliwaumba. Wewe tembea, achana hayo mambo yao. Kisebengo na kisebesebe kimeze na uende. Mwambie jirani yako hiyo message inakuhusu. Mwambie kwa sauti, maana wewe. Mwelekeze kidole hivi, mwambie wewe kisebesebe kiko juu sana. Hii dunia wenye dhambi hawataisha, wakosaji hawataisha. Hata ungefanya nini wataendelea tu. It is like that. So even if we see something is wrong, just keep quiet, go. Leave it as it is. Nani amekufanya kwa mhukumu wa watu au mkaguzi yasio kuhusu? Shana nayo. Sio kama wewe unaingia kwenye shida. Hawa hii ni dhambi sio julikana. Wachukizao huwa hata kanisani huwezi kuwatenga, maana utawajua. Yeye ni mtu wa kuchokonoa na kuchomekeza na pandikiza matatizo kwa watu. Anawasingizia wengine, yana na kuchokonoa mpaka unakasirika afa na kutangaza wewe ndio mbaya. Wachukizao. Naomba uondoke kwenye hilo kundi. Hilo kundi sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na nini? Na parapanda kilia hawezi kunyakuliwa. Yeyote unasikia ameandikwa humu, maana yake kwenye parapanda hayumo. Okay. Bali waoga
na wasioamini na wachukizao na wauaji. Wauaji, killers. Kuna watu wanaua huduma. Biblia haijasema wanaua nini, ila ni wauaji. Kuna watu wanaua ndoa, huyu ni muuaji. Kuna watu ni wataalamu wa kutolesha wengine mimba na anasali vizuri, lakini ndiye mwelekezaji, ndiye director wa mabinti namna kuchomwa mimba. Anamaliza kumwelekeza, anakuja kazani na mikono, anaimba tu twakuabudu maana ndiwe Bwana. Ashamaliza kazi yake kule. Wewe ni muuaji. Siku ya mwisho hizo mimba utashangaa vitoto zaidi ya 300 vitakuja vinapanga foleni nyuma yako, vinapiga kelele, huyu ndiye alituua, huyu ndiye alituua, huyu ndiye alituua. Tavikwepaje? Wale mliotoa mimba za wenyewe, mbo, unazikumbuka zile mimba? Suniangalie zile mimba ulitoa, unazikumbuka? Na zile ulitolesha, hizo damu bado zinalia. Anapandikilia. Wewe ni muuaji, uchomoke. Kuna wauaji wengine wao ni watumwa. Naambia chukua kaka dawa ukamwekee pale. Jamaa mmoja aliitwa na mtu akamwambia njoo. Chukua 10,000 hapa. Hii nauli yako ni ya 5,000, 10,000 kula. Peleka hii dawa mwekee mlangoni yule jamaa. Akachukua. Lakini akampigia simu yule anayemwekea dawa. Nimepewa dawa niweke mlangoni kwako. Dawa na nani na fulani. Kambia naomba niione. Kuangalia ile dawa. Fungua ndani imeandikwa masaa 24 au ameshakufa. Wauaji. Unadanganywa unapewa dawa ya kumua mtu. Unadanganywa unaambiwa hii weka hapo kwenye chai. Wengine wauaji wanawekea dawa umezao. Hapa ndipo kuna shida. Hebu sema wazinzi. Sema kwa sauti. Wewe umeacha kuzini? Kuna watu wana miili haishibi. Mwili ndio unamuongoza, anataka kuzini kila kona. Hata ungemhubiri ukambebesha Biblia kichwani, hata acha kuzini mpaka ingie motoni. Yaani wewe hata rekodi mahubiri umwingizie masikio anaenda na yasikia, atasikia mahubiri anaenda kuzini nayo. Ni koroniki. Hawa ni watu walishaidhinishwa kwenda kwenye moto, hata kama wanasali, lakini motoni wataenda na ibada yao. Ni mazinzi yalishakuwa ni mapepo. Unajua kuna watu nabadilika wanakuwa pepo. Yaani alikuwa binadamu ashakuwa pepo. Halisikii, haliambiliki, linajipa misitari, linajiambia lenyewe Mungu atanirehemu, linazini. Mungu atakurehemu wakati amesema atawatupa motoni. Peleka maneno yote mawili, peleka rehema na moto pamoja. Usichukue neno moja kwamba Mungu atanisamehe. Peleka msamaha na moto, hujui kitakachofanya kazi ni kipi. Sababu Mungu vyote ni vya kwake. Yeye anasamehe na yeye anapeleka moto. Wewe unaweza kujidhinisha msamaha, kumbe amekudhinishia moto. Inua mikono juu. Juu sana. Na utamke kwa sauti, sema Baba. Hiyo sio sauti sana. Sema Baba, niokoe na roho ya zinaa. Baba, niokoe na hiyo roho, maana imeua wengi na inapeleka wengi motoni. Inua sauti, sema Baba, niokoe sasa, nisaidie kwa jina la Yesu. Shusha mikono. Wazinzi zile alizohongwa alizohongwa na mwanaume ndio anakuletea pasta, uzibariki. Na wewe bila kufikiri, maana una muda kufikiri. Baba, mbariki kwa sadaka hii,
Milango leo mpa hii sadaka ipanuke zaidi. Wewe maombi yako unaomba uchui, wewe unajua alikozitoa milango aendelee kuleta, maana yake aendelee kuzini zaidi, alete. Sasa wewe uchui, na sababu uliomba hivyo, kesho anapata mwanaume mwingine na kesho mwingine, maana uliomba milango. Kwa hiyo tunauliza umeitoa wapi? Hello? Ni vizuri tuulize umeitoa wapi? Kama meiba sema nimeiba, si ndio? Kama ni awizi arudishe. Ina mikono juu, tamka, sema Baba, niokoe na tamaa hiyo, tamaa ya zinaa. Sema kwa sauti, ongeza sauti yako, iniache kwa jina la Yesu, maana sitaki kwenda jehanamu. Niokoe Jehova katika jina la Yesu. Shusha mikono. Zinaa, unajua sasa hivi nataka nikuonyeshe uharibifu. Sema amen. Kawaida tiba ya zinaa ni kuolewa na kuoa. Kufanyaje? Kwa sababu ukiolewa utaenda kumaliza tamaa zako huko kwa huyu mwenza wako, ukioa utamaliza tamaa kwa mwenza wako. Sasa kwa sababu watu wamepata upenyo na mwanya mingi wa kuzini, hana kinachomsukuma kuingia kwenye ndoa, ambacho kingemsukuma ni kwenda kupata mwenza wa kulala naye. Sasa anawapata wengi mtaani, wamejirahisi 200 tena wengine wabule, na umalaya umeongezeka kila mahala. Kwa hiyo hakuna anayetaka kuolewa tena. Anaolewa atafuta nini wakati anawapata? Anaoa apate nini wakati anawapata? Inua mikono juu, naomba toe sauti, maana muda wangu umeshaniacha. Sema Bwana Yesu, leo najitenga na uongo, kila dhambi itakayopeleka watu motoni. Sema kwa sauti, leo naikataa. Hata sikusikii. Sema tena, ongeza sauti, sema tena, kwa jina la